Jumla ya watu 355 wamekamatwa hii leo wakati wa maadhimisho ya miaka miwili tangu mauaji ya vijana wa kizazi cha Gen Z yaliyotokea Juni 25 mwaka 2024 wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka huo. Kwa mujibu wa ripoti ya waziri wa usalama wa kitaifa Kipchumba Murkomen, watu hao wamekamatwa katika maeneo mbalimbali nchini, huku Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja akisema watapelekwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka. Maandamano hayo yamefanyika kuadhimisha kumbukumbu ya vijana wa Gen Z waliouawa wakati wa maandamano ya Juni 24 miaka miwili iliyopita. Licha ya kutoripotiwa kwa visa vya mauaji katika maandamano ya leo, watu 355 wamekamatwa katika maeneo mbalimbali nchini humo. A few criminal elements attempted to commit diverse crimes. Consequently, a total of 355 arrests were made in connection with the demonstrations. Kwa mujibu wa ripoti ya polisi, watu takriban 64 wamekamatwa katika eneo la Kitengela, huku wengine 7 wakikamatwa Rongai County ya Kajiado. Nairobi County accounted for the highest number of arrests, which is 161, followed by Kajiado 123 and Kiambu 36. Other arrests were reported in Murang'a 12, Bungoma 9, Meru 6, Laikipia 5 and Machakos 3. Any person who has been arrested or even those who are going to be arrested later on, the processes and the procedures are going to be followed. Katika maandamano yaliyopangwa kwa kuwakumbuka waliouawa na polisi Juni 25 mwaka 2024, waandamanaji waliokuwa wakielekea kuandamana jijini Nairobi walizuiliwa na polisi. Baadhi waliofika katikati mwa jiji wakikamatwa mara moja. Na tuko hapa tao, unajua tumeteseka kufika hapa na ishaingia. Ndio wameanza kutusumbua hao. Uniambie ni nani anaanza vurugu? Si ni polisi anaanza vurugu. Ndio wametuanza. Vijana waliofanikiwa kuingia katikati mwa jiji la Nairobi walikamatwa walipojaribu kuendelea na maandamano. Yaani huko hivi wasee wanafungua barabara wengine tao. Kupitia hivi kupitia huko chini ndio niingie huko. Tunakuja kumkumbusha contract inaisha next year na asijaribu kuongeza. Ni one time. Naibu Inspekta wa polisi Gilbert Masengeli ametetea hatua ya kuweka vizuizi katika barabara zinazoingia jijini Nairobi, akisema hatua hiyo imesaidia polisi kuwakamata wahalifu waliokuwa wakinuia kuvuruga amani. Kuna vizuizi ile kuhakikisha wale wana nia mbaya hawaingiani na wao. Ukiona gari inasimamishwa na kuangaliwa, wanataka kuona wamebeba silaha, wamebeba kitu mbaya ama wako na watu padi. Hakuna kisa chochote cha vifo wala uharibifu wa mali ulioripotiwa hii leo wakati wa maadhimisho ya miaka miwili ya vifo vya Gen Z. Waziri wa usalama wa kitaifa Kipchumba Murkomen amesema angalau 99% ya taifa imesalia tulivu. Amebaini kuwa ufanisi huo umetokana na juhudi za asasi za usalama kuboresha doria maeneo tofauti hapa nchini. It was a working day for every Kenyan. That I commend Kenyans for the peace and going about their business. That no widespread cases of looting, vandalism, skirmishes or injuries were reported in the country in relation to today's demonstrations. This is not only commendable but also testament to the maturity of our politics and governance. Today is a proof that when demonstrations are conducted in accordance with the provisions of the Constitution, peace and security are guaranteed. Alhamisi ya leo siku haikuanza kama kawaida, kwani Wakenya walikumbana na vizuizi vya polisi barabarani kuingia jijini kwa shughuli zao za kawaida. Polisi walidai vizuizi hivyo vya kiusalama vilidhamiria kuzuia magenge ya wahuni kuingia jijini kusambaratisha hali ya usalama. Hatua hii ni kinyume na amri ya mahakama ya kuzuia polisi kufunga barabara pamoja na kusambazwa kwa polisi wanaovalia sare ambazo si za polisi. Ndio taswira kamili ya Nairobi, jiji la mamilioni ya Wakenya. Ila leo lilikuwa jiji la wachache mitaani. Hii ni baada ya polisi kuweka vizuizi maeneo ya Nyayo, Ruiru, Githurai na Allsops. Kwa wachache waliofanikiwa kuingia jijini walilazimika kupitia ukaguzi wa polisi. Kadri muda uliposonga, wengi walisalia barabarani, huku wengine waliokuwa na nia ya kufika jijini pia waliamua kusalia manyumbani.
hakuna ile gari inaenda town, hata hizo PSV. Kuna ile moja inaenda, lakini inakuacha pale Nyayo. Kutoka Nyayo inabidi uende kwa mguu, pengine upate Nduthi ndio inaweza kupeleka town. Hawataki watu access CBD. Na wewe kama ni msee wa Rongai, uweze access Nairobi, wamefungia Nyayo. Kama wewe ni msee wa Eastleigh, uweze access huku. Pale Jogoo Road wamefunga. Pale Pandafika Road wamefungia Githurai, uweze access huku. Hali ya sintofahamu ikiendelea, tume ya haki za kibinadamu nchini KHRC ilishtumu serikali na kuishinikiza kuondolewa mara moja kwa vizuizi barabarani. KHRC ikisisitiza hatua hiyo inakiuka amri ya mahakama ya kuhujumu uhuru wa kusafiri. Siku iliyopaswa kuwakumbuka vijana 65 wa rika la Gen Z waliouawa mwaka 2024 imesalia tu mijadala mitaani na mitandaoni. Tumeona sehemu nyingi za taifa letu la Kenya kwamba wameweza kuiadhimisha siku hii. Hiyo ni heshima kubwa ambayo tumepeana kwa wale ambao walipoteza maisha yao kwa ajili ya kupigania taifa letu la Kenya. Na ni kwamba usalama umewekwa vizuri sana, kwa sababu hakuna furugo yoyote, hakuna kikundi chochote ambacho tumeona kikiwa ilia yoyote. Huku baadhi ya kaunti zikishuhudia maandamano ya kuadhimisha miaka miwili tangu vijana wa Gen Z kuongoza maandamano hapa jijini Nairobi yaliyopinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 ambapo wengi wao walipoteza maisha. Taswira ilikuwa tofauti kati ya maeneo mengi, huku shughuli zikiendelea kama kawaida. Wakazi katika kaunti mbalimbali wameendelea na shughuli zao za kila siku na kuwahimiza vijana kutojitokeza kwa maandamano. Aidha, katika kaunti ya Kwale kulikuwa na mwanaharakati mmoja aliyefanya maandamano peke yake kuwakumbuka vijana wa Gen Z waliopoteza maisha mwaka uliopita. Tunaona biashara inaendelea vizuri. Ile mambo ambayo tulikuwa tunahofia kwamba kutakuwa na maandamano na kuwa kwamba tutakuwa tunaathirika kikazi, hakuna. Although naona mapolisi tu ndio wanatembea hapa kila mahali wakiangalia kama kuna mahali itatokea mfurugu. Mimi niliamka mapema kama kawaida, mimi nikafungua kazi yangu, nafanya kazi ya kuuza fruits. Ndivyo hali ilivyokuwa katika kaunti ya Narok. Hapa wafanyabiashara wakiendelea na shughuli zao kama kawaida. Hali imekuwa sawia katika kaunti ya Samburu, wenyeji wakiwarai vijana kutoandamana. Sioni maana ya maandamano kama haina maana, lakini ile kitu muhimu zaidi vijana ningewaelezea ni kuwa tusiandamane tu kwa sababu tunataka kuandamana ama kwa sababu ya influence ama kudanganyika. Badala tufanye maandamano, ni mzuri tuongoje siku ya kura tufanye mabadiliko. Katika kaunti ya Lamu, wanarika wa Gen Z hawakujitokeza kwa maandamano kama ilivyokuwa mwaka uliopita. Sasa kama Gen Z wa Lamu walikaa wakasema instead of going kwa mitaa tuandamane, afadhali sisi tuwakumbuke wenzetu tukitafuta kazi, tusitoke kwa street, sababu hata tukitoka kwa street tukiumizwa no one will cut our expenses. Tumeshiriki kweli katika maandamano, lakini sasa tunaona kama hakuna natija hata tukishiriki katika maandamano. Hali ya utulivu pia ilishuhudiwa kaunti ya Kisumu, vijana wakijitokeza kujisajili kuwa wapiga kura. Leo Kisumu hapa Kondele naona iko na amani. Majensi waendi kwa barabara, wako tu kwa mambo ya ID, kura, wanataka maendeleo, wataki mambo ya kuweka tile, wawasa tile kwa barabara. But nimeshukuru kwa asubuhi ya leo jensi wetu wamekuja, wamejaa hapa chini ya Kondele, wanachukua ID na kura. Sasa naomba tu vile wame-maintain wakae tu hivyo. Leo wako na amani, hata wamama yetu wako na furaha. Kule Kwale, Anne Opondo alijitwiga jukumu la kipekee kuandamana peke yake kwa kuwakumbuka vijana waliopoteza maisha wakati wa maandamano ya mwaka 2024. Kwale County ni mimi nimetoka na najivunia kutoka. Right now naelekea Diani Police Station. Hata mimi ni Mkenya, nataka security. Mimi ni John Wanyonyi.